ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. Swali la 19, kaifa takunu salafiyan haqqan, vipi anakuwa salafi kama ni salafi wa kweli? Vipi anakuwa salafi kama huyu ni salafi wa kweli? Takunu salafiyan haqqan, anakuwa salafi wa kweli bi'tiqadi wat-takhalluq wat-ta'amul, anakuwa salafi wa kweli kwa itikadi yake inakuwa ni itikadi ya salaf, wat-takhalluq na tabia yake inakuwa ni tabia ya salaf, wat-ta'amul na miamala yake inakuwa miamala kama waliokuwa nayo salaf. Muamala uliokuwa mzuri, muamala ma'al hukam, na muamala pamoja na viongozi, muamala pamoja na watu majirani na wengineo. Miamala yako ikoje? Miamala katika biashara, miamala katika dini, miamala katika nini? Miamala hiyo ndo anaonekana salafi wa kweli. Wa ibadatullahi ta'ala ala minha min hadi salaf salih, na ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu ya manhaji ya wema waliotangulia, duna ghuluwin wala jafai, basi na kuchupa mipaka wala kuzembea. Hiyo tamjua salafi wa kweli. Al-firar min manahij al-juludi ash-shaytaniyya, na kukimbia kutokamana na manhaji mpya za shetani, zile njia mpya ambazo wameshikamana nazo sio za haki, sawa watu wakakimbia hizo njia. Kwa hiyo ndipo anapojulikana salafi wa kweli. Swali la 20, mata yakhruju salafiyyu min as-salafiyya, ni muda gani, ni wakati gani anatoka salaf ambaye ameshikamana na salaf akatoka katika njia ya salafia? Ni muda gani na ni wakati gani? Yakhruju salafiyyu min as-salafiyya, idha anatoka salafi katika njia ya salafi pindi atakapokuwa huyo salafi awalan, kwanza atakapokuwa lam yahtamma bitawhid fi sayrihi ila Allah, ambapo atakuwa hajatilia umuhimu swala la tauhidi katika pita kwake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatoka katika njia ya salafi. Thania, wa idha a'lana al-mukhalafat lisunnati salaha, pindi atakapotangaza kuihalifu sunna iliyokuwa wazi, akatangaza nasema mimi siwezi kuwa salafi, kama baadhi ya ikhwa ambao wanasema mimi siwezi nikashikamana na njia ya salafi kwa sababu hawa masalafi wanafanyaje? Sababu hawa masalafi wanatukanana. Au kama mmoja katika walinganizi wa Hizbia alivyo katika mawaidha yake akasema sababu zilizonifanya mimi achane na salafia jadida, akasema akadhania kwamba mimi hapa kadhania kwamba amepatia sababu zilizonifanya niachane na salafia jadida, anakusudia dawa ya salafia, kwamba sababu zilizomfanya aachane na salaf na manhaji ya salaf, manhaji ya haki. Akaanza kustaajabu sasa, wakati yuko Tanga huko kwenye hadhara yake, akaona kwamba yeye amepatia maadamu amezungumza na ndugu zake majizi. Kwa hiyo atakapotangaza wazi kuiacha kuhalifu sunna, hapo ameacha njia ya salaf. Thalithan, wa idha tahazzaba liqawli au shakhsin au fikrin au jama'atin, pindi atakapokuwa ameizbika, amejiweka katika kikundi kwa kauli au mtu au fikra au kikundi, yani akaizbika na maneno au akaizbika na mtu huyu mimi ndio basi. Kama katika wilaya yetu hii ya Mleba, baadhi ya watu wanasema kishazungumza fulani basi wewe utasemaje kuhusiana na mtu huyu? Baadhi mtaji hao fikra ya mtu ana fikra zake akaizbika na fikra hizo, au kikundi fulani sema kikundi kibaya, unajua hiki ndio kimetutoa kwenye bid'a, hata utakiachaje na chenyewe kipo ndani ya bid'a. Kama kilivyo kutoa katika bid'a, basi kubali na hao wakutoe katika hicho kikundi cha Hizbia. Hiki ni kikundi cha Hizbia, kubali utoke katika kikundi hicho. Wala inaqada biaqidati salaf, hata kama mtu huyo atakuwa na itikadi ya akida ya salaf, lakini
akahizbika na kauli au shakhsin au fikrin au jamaa. Faman waqa'a fi ihda hadhihi, basi yule atakayeingia moja ya haya al-mukhalafati ash-shar'iyya, yale ambayo yanakhalifu sheria au ghairiha au yasiyokuayo, wa uqimat alayhi al-hujja, na akawa amesimamishiwa kwake yeye hujja, akawa amesimamishiwa hujja, bwana hii bwana ni hizbia, achana na hii au wametoka katika njia ya salaf kwa sababu hii akasimamishiwa hujja, lakini akawa amekataa kabisa, wa aba rujua, na akakataa kurejea, fa huwa mubtadi'un, basi mtu huyo atakuwa ni mubtadi' kharijun an-salafiyyah ila al-hizbiyya, ametoka katika njia ya salaf na ameelekea katika hizbiyya. Huyo atakuwa ni hizbi, amepewa nasala lakini hakubali. Wala yakhruju insafu bi mukhalafatihi fi masail al-fiqhiyya al-khilafiyya, wala atoki mwanadamu, wala yakhruju al-insan, wala atoki mwanadamu bi mukhalafatihi, wa ukhalifu kwake fi masail al-fiqhiyya, katika masala ya fiqhiyya al-khilafiyya yenye khilaf. Mfano kwamba eti mtu anatoka kwa sababu huyu anatikisa kidole, huyu atikisa kidole, basi huyu anatoka. Hapana, si hivyo. Au huyu anarudisha mikono yake kifuani wakati wa kutoka rukuu, huyu anaiachia. Hapana, hatukusudia hayo, huyo atoki mtu katika manhaji ya salaf. Tunakusudia masaili ambayo ni misingi ya sunna, misingi ya salafia. Sheikh akamalizia kitabu chake akasema alhamdulillah ala al-ihtimam, anamshukuru Allah juu ya kutimiza kitabu chake, na sisi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutimiza kitabu chetu hiki ambacho amekiandaa ndugu yetu mpendwa al-Ustadh Abu Naji Salim bin Bakri. Ndugu yetu huyo salafi ambaye anapatikana Mtwara, Allah amehifadhi. Andika kitabu chake ambacho kina misingi sahihi, kitabu cha salafia, kinafundisha manhaji ya salaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka